Kwa majina mimi naitwa Gaspar Mdimi, ni mchungaji wa kanisa la mahali pamoja TAG NCC Sabasaba, lakini pia ni askofu wa makanisa ya TAG jimbo la Singida Kati. Tumepata habari hii za msiba wa baba yetu na mzee wetu Dr. Emmanuel Lazaro. Tumezipokea kwa masikitiko. Ni habari ambazo zimetusikitisha kwa sababu baba yetu Dr. Emmanuel Lazaro ni baba yetu wa imani, na hasa katika kanisa letu la TAG, kwa sababu yeye amekuwa askofu wa kanisa letu kwa muda mrefu, na ndiye aliyekuwa askofu wa kwanza kabisa Mwafrika wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Kwa kweli tumepokea kwa masikitiko. Dr. Emmanuel Lazaro ana mchango mkubwa sana kwa kanisa letu. Jambo la kwanza, kama nilivyosema, yeye alikuwa kiongozi wetu mkuu wa kanisa la nchi. Lakini sio hivyo tu, yeye amekuwa mwinjilisti mkubwa katika nchi hii. Amefanya kazi kubwa katika nchi ya Tanzania na maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo ana mchango mkubwa sana wa kukua kwa kanisa katika nchi yetu ya Tanzania, na hasa tukikumbuka injili zake. Na mimi ni moja ya matunda ya mikutano yake ya injili. Dr. Emmanuel Lazaro, kwa kweli tukianza kueleza sifa zake ni nyingi, lakini moja ya sifa kubwa ni kusimamia kanisa letu katika misingi mizuri ya imani na kulilea kanisa, kuliongoza kwa muda wa miaka yote hii aliyokuwa askofu mkuu wa kanisa. Lakini pia sifa yake kubwa ni mtu wa maono makubwa. Ni mtu aliyetoa muda wake mwingi kwa ajili ya kazi hii katika nchi ya Tanzania. Amejitolea kuanzisha makanisa mengi na kuzunguka nchi nzima akihubiri mikutano mikubwa ya injili. Mimi nadhani tunatakiwa kumwenzi baba yetu huyu wa imani, kwanza kwa kusimamia misingi ya imani ya kanisa la TAG. Alikuwa mtu thabiti katika kusimamia misingi ya imani yetu. Lakini pia tunaweza kumwenzi kwa kuendeleza kazi. Yeye alikuwa ni mwinjilisti ambaye hakukubali kabisa kutulia bila kufanya kazi hiyo ya injili. Lakini pia tunaweza kumwenzi kwa kumkumbuka kazi aliyokuwa anaifanya, na sisi tunatakiwa kuiga, ya kufungua makanisa mengi sana, ambayo si tu aliyafungua kwa sababu ni askofu mkuu, lakini pia aliyafungua kama mchungaji wa kanisa la mahali pamoja. Kwa kweli msiba huu katika kumtukuza Kristo, mimi nasema jambo la kwanza, ingawa tuna masikitiko kwamba mzee wetu ametangulia, lakini bado tunaweza kusema hii ni sherehe kubwa ya mtumishi mkuu huyu wa Mungu, namna alivyofanya kazi. Kwa kweli tunakumbuka, tunasema ni msiba, ni masikitiko, lakini mimi naweza kusema kwa kuongeza kwamba hii ni sherehe yake kubwa ya mwisho, kusherehekea maisha ya mzee wetu na baba yetu Dr. Emmanuel Lazaro, na kazi aliyoifanya kweli ni ya kukumbuka. Na dhani sasa sisi kama wa TAG na Wapentekoste wote nchini, kwa kweli tunatakiwa kuiga imani ya mzee wetu huyu, lakini pia kuenzi kazi yake kubwa aliyoifanya kwa sisi, kuitika wito wa kupeleka injili ya Yesu Kristo bila kuchoka, kama yeye alivyofanya. Hata katika umri wake wa uzeeni bado alifanya kazi kubwa na kujenga jengo kubwa la kanisa, ambalo nadhani ni kitu kikubwa sana cha kukumbuka, na ni jengo kubwa sana katika mji huo wa Moshi huko mkoani Kilimanjaro. Kwa tunamkumbuka kwa kazi hizo, na hakika tutaendelea kukumbuka kazi yake.